Tunaangalia hali ya siasa hasa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Kivu Kaskazini. Hali ya siasa na uchambuzi mashariki mwa DRC. Image leo tunaangalia hali ya siasa hasa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Kivu Kaskazini na Kusini. Uongozi wa taifa, rais wa sasa ni aliyechaguliwa tena mwaka 2023. Serikali yake imeweka kipaumbele usalama mashariki mwa nchi, mapambano dhidi ya makundi ya waasi, marekebisho ya jeshi, uhusiano wa kikanda. Lakini bado changamoto kubwa ni usalama. Mgogoro wa mashariki, North and South Kivu. Kundi la waasi la Mahi limekuwa na ushawishi mkubwa hasa karibu na Goma. Serikali ya DRC inalishutumu Rwanda kwa kuunga mkono Rwanda inakanusha. Hii imeleta mapigano ya mara kwa mara, wakimbizi wengi, shinikizo kwa serikali ya Kinshasa, mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi jirani. Uchumi na rasilimali. Kongo ina utajiri mkubwa wa cobalt, dhahabu, coltan. Lakini mashariki mwa nchi kuna uchimbaji haramu, makundi yenye silaha kudhibiti migodi, rushwa na ukosefu wa uwazi. Hivyo licha ya utajiri, wananchi wengi bado wanaishi kwenye umaskini. Jeshi la kimataifa, kikosi cha EAC kiliondoka 2023. Sasa kuna ushiriki wa SADC kusaidia FARDC. Pia kuna MONUSCO. Lakini wanapunguza uwepo wao polepole. Wananchi wengi mashariki wana maoni tofauti kuhusu uwepo wa majeshi ya kimataifa. Uchambuzi wa kisiasa. Nguvu ya serikali ina uungwaji mkono mkubwa magharibi mwa nchi, lakini mashariki hali ni tete. Changamoto kuu: jeshi kukosa vifaa vya kutosha, migawanyiko ya kikabila, ushawishi wa nchi jirani. Mustakabali, amani itategemea mazungumzo ya marekebisho ya jeshi, ushirikiano wa kikanda. Usalama na siasa. Uvira na Masisi, mashariki mwa DRC. Uvira, South Kivu Image. Hali ya usalama. Uvira iko karibu na mpaka wa Burundi, jambo linaloifanya kuwa eneo la kimkakati. Kumekuwa na taarifa za uwepo wa makundi ya silaha vijijini, hasa milimani na maeneo ya Fizi. Jeshi la serikali linaimarisha doria, hasa barabara ya Uvira Baraka. Siasa na jamii. Uvira ina makabila mbalimbali: Wavira, Bafuliru, Banyamulenge. Wakati mwingine migogoro ya ardhi na kikabila huongeza mvutano. Biashara kupitia ziwa Tanganyika. Hali ya usalama na siasa. Uvira na Masisi, mashariki mwa DRC. Uvira, South Kivu Image. Hali ya usalama. Uvira iko karibu na mpaka wa Burundi, jambo linaloifanya kuwa eneo la kimkakati. Kumekuwa na taarifa za uwepo wa makundi ya silaha vijijini, hasa milimani na maeneo ya Fizi. Jeshi la serikali linaimarisha doria, hasa barabara ya Uvira Baraka. Siasa na jamii. Uvira ina makabila mbalimbali: Wavira, Bafuliru, Banyamulenge. Wakati mwingine migogoro ya ardhi na kikabila huongeza mvutano. Biashara kupitia ziwa Tanganyika. Hali ya usalama na siasa. Uvira na Masisi, Kivu Image. Hali ya usalama. Uchambuzi. Uvira bado iko chini ya udhibiti wa serikali, lakini usalama wake unategemea ushirikiano wa kikabila, udhibiti wa mipaka, kuzuia makundi ya silaha kuingia kutoka maeneo jirani. Masisi, North Kivu Image. Hali ya usalama. Masisi ni moja ya maeneo yenye mapigano makali. Kundi la M23 limekuwa likipambana na FARDC. Kuna idadi kubwa ya wakimbizi wa ndani DPS. Sababu kuu za mgogoro: ardhi na mifugo, migodi ya madini, migogoro ya kikabila ya muda mrefu. Uchambuzi. Masisi ni eneo nyeti sana. Ikiwa M23 itaendelea kushikilia maeneo, itazidi kuathiri Goma. Serikali inategemea msaada wa kikanda kuimarisha hali. Wananchi ndio wanaoathirika zaidi: ukosefu wa chakula, shule kufungwa. Masisi, eneo la mapigano makali na hali tete. Uvira bado imara, lakini ina hatari ya kuathiriwa na migogoro ya kikanda. Kama unataka na wewe. Hali ya wazalendo. Image. Wazalendo ni nani? Mazalendo. Wazalendo ni jina linalotumika kwa makundi ya wanamgambo wa ndani wanaojiita wazalendo, wakisema wanalinda ardhi dhidi ya waasi kama M23. Baadhi yao hushirikiana kwa nyakati fulani na jeshi la serikali, lakini hawako chini ya amri moja ya kitaifa. Umeuliza, wazalendo wanaongea nini Uvira? Kwa ujumla, ujumbe wao huo unazunguka mambo haya: kupinga M23 na uingiliaji wa nje, wanadai kulinda mipaka na vijiji vyao, huwataka wananchi waunge mkono mapambano yao, kuomba uungwaji mkono wa jamii, chakula, taarifa za kiusalama au vijana kujiunga nao. Hii mara nyingine huleta hofu kwa raia.
huitaka serikali iwasaidie au iwatambue. Wengine hutaka kurasimishwa au kuunganishwa kwenye FARDC. Serikali huwa makini kwa sababu ya nidhamu na uwajibikaji. Malalamiko ya kijamii, migogoro ya ardhi, usalama vijijini na ukosefu wa huduma. Athari kwa raia, hofu na sintofahamu. Si makundi yote yanaongoza kwa njia sawa. Migogoro ya kikabila, kauli kali zinaweza kuongeza mvutano. Uchumi kusuasua, barabara kufungwa au doria zisizo rasmi huathiri biashara, hasa njia ya Uvira Fizi Bambuzi. Uvira bado iko chini ya udhibiti wa serikali, lakini uwepo wa makundi ya wazalendo vijijini huifanya hali iwe nyeti. Amani ya muda mrefu itategemea uratibu wazi kati ya FARDC na makundi ya ndani, mazungumzo ya kijamii kupunguza chuki, kuzuia silaha zisizo halali.